Na swala zima la ucheleweshaji wa malipo, kama yanatokea malipo yanatoka labda benki moja kwenda kwenye benki, kutoka NMB kwenda CRDB, CRDB NMB, NMB PBZ, PBZ, yani kuna changamoto pia baadhi ya benki kuchelewesha malipo. Niwaombe sana. Kitu ambacho mimi nimejifunza, kadri matatizo yanapojitokeza, watu wanakaa na kutafakari na kutafuta ufumbuzi wa ile tatizo. Sawa? Kwa hivyo kama utaratibu huu utaendelea wa kuchelewesha malipo ya wakulima kutoka benki moja kwenda benki nyingine, kitakachofanyika, serikali itakaa na kutafuta namna bora ya kuondoa ile tatizo. Na mimi hofu yangu ni kwamba inawezekana benki zikakosa biashara. Kwa sababu hakuna atakaye kubali mkulima analalamika kumbe malipo yamekwama labda benki fulani. Sasa niwaombe sana watu wa benki, ukiletewa mkeka wa malipo, mulipe kwa wakati, hata kama ile malipo yanaenda kwenye benki nyingine. Wakati wa mikutano mikuu nadhani watu wengi sana walikuja kutafuta account number za AMCOS, account number za wakulima. Basi watoe huduma mzuri, na ikiwezekana kipindi hiki cha msimu waongeze watendaji kwenye matawi ya huko kwenye korosho, au sio? Kwa sababu unajua kazi inakuwa ni nyingi sana, miamala inakuwa ni mingi. Kwa hiyo niwaombe sana muharakishe malipo ya wakulima. Lakini vile vile sisi kama TANECU pia mtusaidie, kama kuna rejection basi mtupe taarifa kwa wakati. Kwa mfano mwaka jana ilikuwa inatokea, tumepeleka mkeka benki, umekaa siku 3 siku 4, umefika pale labda una changamoto, mtu ameweka pembeni, hajaendelea nao, hatoe taarifa mpaka anakuja mkulima labda baada ya wiki 2, tunaenda benki, ndo mtu wa benki anakumbuka kufuta ule mkeka ambao alikuwa ameweka pembeni bila kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo niwaombe sana ili jambo kwa kweli mtusaidie.